Moto. Na tukiendelea ni kwa sekta ya elimu nchini huenda ikakodolea macho mzozo mwingine unaozuka wakati shule zitakaporejea Januari mwaka 2026 baada ya walimu wa shule ya sekondari ya Junior GSS kutishia kulemaza masomo hadi watakapothibitishwa kwa masharti ya kudumu na ya pensheni. Takriban walimu 20,000 wa GSS ambao waliajiriwa kwa kandarasi ya mwaka mmoja mwezi Januari wamekosoa agizo la Rais William Ruto la kuwapandisha vyeo baada ya miaka 2 ya utumishi. Kundi hilo pia limelalamikia malipo duni yanayoathiri utoaji wa huduma. Walimu wa GSS walijitokeza kutaka kuthibitisha kwao, azimio lao likiwa kuingia mitaani na kulemaza masomo Januari ili kushinikiza kupatikana kwa kandarasi ya kudumu na ya pensheni, huku serikali ikipanga kuajiri walimu wapya 24,000 ifikiapo Januari mwaka 2026 hadi kufikia walimu 100,000. Walimu wa GSS wanadai upendeleo katika mchakato wa kuwaidhinisha walimu tarajali, kwani baadhi ya kundi la awali waliajiriwa baada ya kufanya kazi kama walimu tarajali kwa mwaka mmoja. Kididi FM kwa habari moto. Na tukiendelea ni kwa wajumbe wa kamati ya bunge la kitaifa ya hesabu ya fedha maalum umeibua wasiwasi kuhusu uwezekano wa hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 6 pesa za Hustler Fund ambazo wanasema hazijalipwa kwa wakopaji. Wakizungumza wakati wa kikao cha afisa mkuu mtendaji wa Hustler Fund Henry Tanui, wabunge hao wametaka uchunguzi ufanywe kuhusu fedha hizo. Mkurugenzi mtendaji hata hivyo ametupilia mbali madai ya upotevu wowote wa fedha. Wasiwasi huo ulizidi kupamba moto baada ya kamati ya hesabu ya fedha maalum inayoongozwa na Fatuma Zainabu kusitisha kikao kilichopangwa cha mfuko wa ushirikishwaji wa fedha Hustler Fund ilipobainika kuwa uongozi wa mfuko huo umeshindwa kujibu hoja 21 za ukaguzi wa mwaka wa kifedha wa mwaka 2022-2023, maswali ambayo hayajajibiwa na zaidi ya mwaka mmoja. Kamati imeeleza kusitishwa kwamba pamoja na kupewa muda wa kutosha, mfuko haujatoa nyaraka muhimu zinazohitajika kwa ajili ya ukaguzi, jambo ambalo linazuia kamati kuchunguza namna fedha za umma zilivyotumika. Kididi FM kwa habari moto. Na katika rubaa za kimataifa ni kwa shirika la afya duniani WHO limesema idadi ya wafanyikazi wake itapungua kwa takriban robo zaidi ya ajira 2,000 kufikia katikati ya mwaka ujao. Haya ni katika wakati likijaribu kutekeleza mageuzi baada ya mfadhili wake mkuu Marekani kutangaza kujiondoa, kwa mujibu wa taarifa ya shirika hilo kwa nchi za wanachama. Sababu za hali hiyo ni pamoja na kustaafu na mahakama na kuhama kwa baadhi ya watumishi. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ulijiondoa kwenye shirika hilo mara tu baada ya kuingia madarakani mwezi Januari, jambo lililosababisha shirika hilo kupunguza shughuli zake na kupunguza timu ya uratibu wake kwa nusu. Washington ni mfadhili mkubwa zaidi wa shirika la afya la Umoja Mataifa, likichangia takriban 18% ya ufadhili wake wote. Kididi FM kwa habari moto. Na mwisho mwangaza wa Kididi awamu ya saa 3, tupatane saa 7 kwa mwangaza mwingine wa Kididi. Jina langu ni Sara Nzilani. Kididi asubuhi inaendelea.